Mnafahamu sekta yetu bado ni sekta isiyo rasmi, imekaa katika hali ambayo haijawa rasmi sana, lakini ni kati ya sekta kubwa zinazogusa maisha ya watu wengi. Tuna matamanio na matarajio kwamba kupitia ushirika huu na ushirikiano huu na mshikamano huu tuibadilishe sekta hii iwe rasmi. Pamoja na ukubwa wake, pamoja na sio uchanga, nadhani kati ya sekta kongwe, lakini tuseme kwa ukubwa wake na kwa mfumo wake usio rasmi, kuirasimisha sio kazi rahisi. Lakini kazi za viongozi na wananchi, Mwenyezi Mungu ametuumba tuwe wabunifu kufanya mambo magumu na ya kuyapa suluhu. Mimi nina hakika kidogo kidogo tunaweza tukabadilisha sekta hii, tukawa na mkakati wake mzuri wa kitaifa unaohusu sekta ya ufugaji wa kuku, tukawa na taratibu nzuri, tukawa na mifumo ya uhakika inayotabirika, lakini sekta yenyewe tukailinda ili ikue na iwe na mchango mkubwa, kwa sababu inagusa Watanzania wengi. Sisi uhimilivu wetu, the National Resilience Strategy yetu, iko katika uhakika wa chakula. Kwa hiyo niko hapa pia kuwapa moyo, kuwashukuru kwa niaba ya serikali na kuwapongeza wazalishaji wote hapa nchini kwa kuiweka nchi yetu katika hali ya uhakika wa usalama wa chakula. Kuku wanachangia 18% ya ulaji wa nyama nchini, inachangia takriban 2% ya pato la taifa, na ikitunzwa itachangia 5%. Bado kunatokea uingizaji holela wa vifaranga kutoka nchi tunazopakana nazo. Jambo hili linaiweka nchi katika hatari kubwa na kukumbwa na magonjwa, hasa ugonjwa wa mafua ya ndege. Nini kifanyike? Pawe na udhibiti wa vibali vinavyotolewa kwa vifaranga vinavyosemekana vinapita nchi jirani kwenda nchi jirani. Kuku wamekuwa marginalized sana tu, lakini ni sehemu muhimu sana katika sekta yetu ya mifugo, na tangu umefika umekuwa ukipa kipaumbele cha juu. Na kama ambavyo tumekutana leo hapa, tupo kwa ajili ya kuwasikiliza wenzetu, tuweze kujua changamoto ambazo wanapitia, lakini pia na sisi kuweza kuelezea yale ambayo tunafikiri tunaweza kuwa sehemu ya kutatua baadhi ya changamoto.